Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Nkasi ni miongoni mwa wilaya zilizobahatika kupata gari za wagonjwa. Lakini jiografia ya wilaya ya Nkasi ni mbaya sana. Serikali mna mkakati gani wa kupunguza vifo vya wanawake hasa wajawazito kwa kuwapelekea gari karibu nao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tayari mpaka wakati huu imeshanunua magari ya kubebea wagonjwa. Jumla ya magari 382 yamenunuliwa na kusambazwa kote nchini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za afya msingi zinaimarika. Mheshimiwa Aida, tunatambua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kuleta magari haya ya kubebea wagonjwa katika jimbo lako, na kwa sababu kama ulivyotaja wewe mwenyewe, ulivyosema wewe mwenyewe, magari haya pia kwa kiasi kikubwa yanatumika kuwasaidia akina mama wajawazito na pindi wanapokuwa wamepata dharura, kuwatoa kwenye kituo kimoja kuwapeleka kwenye kituo kingine kwa ajili ya kupata huduma za afya. Naomba nikuhakikishie serikali inatambua umuhimu huo, na ndio maana inatafuta fedha ili fedha ziweze kununua magari mengine ya nyongeza baada ya haya 382 kununuliwa kwa ajili ya kuendelea kusambaza katika vituo vyetu, na kwenye jimbo la Nkasi tutafika. Mheshimiwa Mbunge. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata, mtanivumilia Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Mheshimiwa Hassan Zidadi Kungu, Bunge wa Tunduru Kaskazini. Sasa aulize swali lake. Je, lini serikali itaipatia gari la wagonjwa hospitali ya wilaya ya Tunduru? Inayoongozwa na jemedali wetu Rais mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hospitali ile ya wilaya tayari tulikushapokea ambulance kwa ajili ya kutoa huduma ya wagonjwa, lakini pia Mheshimiwa, naomba nikuombe radhi, zima mic kidogo. Utaanza kuuliza swali alafu baadaye utasema pongezi. Karibu Mheshimiwa. Na maanisha sitauliza swali hili kwa sababu tayari tulikushapokea ambulance ile, na ndio maana namshukuru na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Tunduru Kaskazini tunamwaahidi muda ukifika hatutaipoteza kura hata moja, kwa jambo jema lile alilotufanyia na makubwa mengi aliyotufanyia. Tunamwaahidi kuto kupoteza kura hata moja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana.